Vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran sasa vimeingia siku ya 5, huku mapigano yakizidi kusambaa katika kanda nzima ya Mashariki ya Kati na athari zake zikianza kuhisiwa duniani kote. Tayari zaidi ya watu 780 wameripotiwa kuuawa nchini Iran tangu mashambulizi ya Marekani na Israel kuanza Jumamosi iliyopita, kufuatia kusambaratika kwa mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran. Watu wengine 11 wameuawa katika eneo la Guba. Iran kwa upande wake imesema haina nia ya kufanya mazungumzo na Marekani na iko tayari kuendeleza vita kwa muda wowote unaohitajika. Mapigano hayo sasa yamevuka mipaka ya Iran, yakihusisha pia mashambulizi katika baadhi ya mataifa ya Ghuba kama Bahrain, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu, huku ubalozi wa Marekani katika baadhi ya nchi za eneo hilo ukifungwa kwa sababu za kiusalama. Katika nyanja ya uchumi wa dunia, vita hivi tayari vinaanza kuonyesha athari. Bei za mafuta zimepanda, huku Iran ikidai kuwa ina udhibiti wa mlango wa Hormuz, njia muhimu inayopitisha takriban 20% ya mafuta ya dunia. Mataifa ya Magharibi pia yameonekana kugawanyika kuhusu mashambulizi hayo, huku baadhi ya viongozi wa Ulaya wakiyapinga wazi wazi. Katika mjadala wetu leo tunajaribu kuangazia kwa undani zaidi mikakati ya kisiasa na kijeshi ya rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, nafasi ya Iran katika vita hivi na athari kwa mataifa ya Kiarabu yaliyo karibu na Marekani, pamoja na hatima ya mgogoro huu ambao tayari unaonekana kuwa na athari za kimataifa. Sasa kwenye laini ya simu nina wageni watatu kuchambua swala hili. Wa kwanza ni Mobelo wa Bandio, mchambuzi wa siasa za Marekani akiwa Maryland. Dr. Harrison Mwilima, yeye ni mchambuzi wa masuala ya Ulaya akiwa nchini Ujerumani mjini Berlin, na tunajaribu kumtafuta Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za kimataifa aliyeko sasa hivi Umoja wa Falme za Kiarabu. Karibuni sana kama mnanisikia. Asante sana. Safi. Kwanza nianze nawe Mubelwa. Vita hivi sasa kama nilivyosema vimeingia siku ya 5 na Rais Trump amesema vinaweza kudumu kwa wiki 4 au 5 hivi. Kutoka ndani ya Marekani, unaona mkakati halisi wa Washington ni upi katika vita hivi? Ama niseme lengo ni kuzuia mpango wa nyuklia wa pekee, au kuna malengo mapana zaidi ya kisiasa na kimkakati katika Mashariki ya Kati? Hakijawa wazi mpaka hivi sasa, na nafikiri ndio swala ambalo Wamarekani wengi wako nalo. Wapo ambao wamekuwa wakiaminishwa kwamba taifa la Israel liko katika hatari, na wengine wakiamini kwamba Irani ni nchi hatari. Wengi wanajua kwamba Irani haikuwa katika nafasi ya kuweza kushambulia Marekani, lakini wapo ambao wanaamini fika nafasi ya Israel. Na ukumbuke Israel inatumia pesa nyingi sana katika bunge la Marekani. Nafikiri wanatumia pesa nyingi katika kuwaweka mikononi wabunge wa nchi ya Marekani katika kufanya maamuzi. Kwa hiyo mkakati haujajulikana sasa, na awali watu walifikiri kwamba pengine Rais Donald Trump baada ya kuwa amemuondoa Ayatollah angeweza kukimbia vita na kuweza kutangaza ushindi, angefanya ile victory lap na kusema kwamba sasa tumeshinda kwa sababu tumeshamwondoa huyu kiongozi. Lakini ambacho kimegundulika, ama niseme bahati mbaya zaidi, ni kwamba siku chache kabla yake waziri wake wa mambo ya nje alisema kwamba mfumo wa Iran si wa mtu mmoja, ila ni mfumo mgumu zaidi kwa sababu pia umehusisha ideolojia na masuala ya kidini. Kwa hiyo haijulikani lengo lilikuwa ni kufanya nini. Kama lilikuwa ni kumuua Ayatollah, basi wanaweza kusema kwamba wamefanikiwa katika hilo, lakini haitobadilisha chochote kwa sababu ya mfumo wao. Lakini kama ilikuwa kuangusha uongozi, hiyo inaonekana kuwa ngumu zaidi. Na sasa kuna changamoto kwa sababu aliposema kwamba inaweza akachukua wiki 4 na 5, pale akaongeza na kusema kwamba mjiandae kwa vifo zaidi. Kitu kibaya zaidi unaweza kuwaambia Wamarekani, hasa unapopeleka watoto wao kwenye vita wakati wewe ulikimbia vita na tayari umefanya mwanao asihudhurie katika vita hivi. Utawala wa Trump unakosolewa kwa namna unavyoshughulikia mashambulizi dhidi ya Iran. Kuna hoja mbili hapa, kuna swala la uhalali wa kisheria na swala la uhalali wa kimaadili. Kutoka mjadala unaoendelea Washington, hoja hizi mbili zinajadiliwa vipi? Kwa hiyo zote zinajulikana kwamba Marekani, hasa Donald Trump, na kwa bahati mbaya zaidi hata katika muhula wake wa kwanza alisema kwamba yeye anajua zaidi ya wabunge, anajua zaidi ya majenerali, anajua zaidi ya mtu mwingine yeyote yule, na ilishaonekana fika kwa kuidhoofisha Umoja wa Mataifa na kuanzisha Board of Peace ya kwake, ni kama vile amekuwa anataka kwenda kuizunguka. Hata wale ambao wanaunga mkono ndani ya Republican kuhusiana na nini kinatakiwa kifanywe kwa Iran, bado wanapinga vipi inatakiwa ifanywe, kwa sababu Republican huwa wanajihisi ni watu watawala wakihafidhina wanaofuata mfumo, na ndicho ambacho
ambacho Donald Trump anaonekana kutokifanya. Na sasa hivi kidogo kuna uoga, kwa sababu kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula, maamuzi aliyoyafanya, watu wengi wanahisi kwamba hajafuata utaratibu, sio ndani ya Marekani, lakini pia kupitia article ya pili, kipengele cha 4 cha Umoja wa Mataifa, ambacho pia kimezuia kile ambacho amekifanya. Kwa hiyo watu wanajua fika kwamba amevunja sheria katika maamuzi aliyoyafanya. Sawa, kwamba wamuunge mkono au wasimuunge mkono, ndio kuna ukimya mwingi sana, hasa upande wa Republicans ambao wanahofia namna ambavyo wanaweza wakaadhibiwa na watu wao katika uchaguzi wa katikati ya muhula. Harrison, umemsikia hapo Mobelwa akiwa Marekani. Barani Ulaya tunaona mgawanyiko mkubwa kuhusu mashambulizi haya. Uhispania imekataa kuruhusu kambi zake zitumike, tumeona katika habari ikisema hapana kwa vita, wakati baadhi ya viongozi wengine wa Ulaya wakionekana kuunga mkono washirika wao wa NATO. Mgawanyiko huu unaashiria nini kuhusu sera ya nje ya Ulaya na unaweza kuwa na athari gani kwa Umoja wa Magharibi katika mgogoro huu? Utakuwa na athari, kwa sababu hii inaonyesha kabisa na jinsi gani nchi za Umoja wa Ulaya zilivyoamua kuweka maadili ambayo siku zote wanayahubiri, kuweka maadili yao mifukoni, kwa sababu kama tunavyofahamu viongozi wengi wa Umoja wa Ulaya badala ya kupinga uvunjwaji wa sheria za kimataifa wamekuwa wakilaumu Iran, kwa sababu ukiangalia Iran ndio ilishambuliwa. Kwa hiyo sasa picha ambayo tunapata au dunia inayopata kutokana na nchi hizi za Umoja wa Ulaya ni kwamba linapokuja swala la kuvunjwa sheria za kimataifa, ni kwao tu ndio linaonekana kama zimevunjwa. Tutakumbuka hapa kulikuwa kuna swala zima la Greenland. Trump aliposema kwamba anataka kuichukua Greenland, ambayo ni kisiwa ambacho kinamilikiwa na Denmark, ambayo ipo ndani ya Umoja wa Ulaya. Nchi za Ulaya zililia sana, zikasema sheria za kimataifa zinavunjwa na nini, lakini sasa hivi yanapotokea katika nchi nyingine, wao wanatulia waseme chochote, na wanaunga mkono Marekani na Israel. Na kama ulivyosema hapo, ni Uhispania tu katika Ulaya yote, ni Hispania tu ndio ambayo imeweza kuwa na uwezo wa kusema, kwanza kabisa kukosoa mashambulizi hayo, kusema kwamba yamevunja sheria za kimataifa, na kuikataza pia Marekani kutumia kambi zake za kijeshi kuishambulia Iran. Ukiachilia na Uhispania, tumeona pia Uingereza nayo imeikataza Marekani kutumia kambi zake za kijeshi, lakini kama tunavyofahamu Uingereza imekataa kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba kuna drone za Iran ambazo zimepiga Cyprus, zimeingia mpaka Umoja wa Ulaya, zikapiga kambi ya kijeshi ya Uingereza. Kwa hiyo hapo Uingereza ikaona kabisa kwamba hapa nikiachia Marekani itumie kambi za kijeshi inaweza pia kuingia katika mgogoro huu. Kwa hiyo ni swala ambalo limeugawanya Umoja wa Ulaya. Kuna baadhi ya nchi zinapinga, kuna baadhi ya nchi hazipingi. Kwa hiyo inatoa picha sio nzuri katika dunia ukiangalia hizi nchi za Ulaya. Naarifiwa kwamba tumempata Ibrahim Rahbi akiwa Mashariki ya Kati huko Umoja wa Falme za Kiarabu. Rahbi, unanisikia vizuri sio? Nakusikia vizuri. Iran inasema hailengi majirani zake, bali inachofanya ni kushambulia kambi za kijeshi za Marekani katika eneo la Ghuba, na tayari tumeona mashambulizi yameripotiwa Bahrain, Kuwait, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu. Kutoka kanda hiyo, mataifa ya Ghuba na Baraza la Ushirikiano la Ghuba yanajikuta katika nafasi gani kati ya Iran na ushirika wao wa usalama na Marekani? Ni kweli kuwa mataifa mengi ya ulimwengu wa Mashariki ya Kati yamejikuta katikati, yamekwama, hayajui yaende mbele, yarudi nyuma. Lakini Irani imekuwa ikisisitiza tu kuwa haikuwa na uadui wowote na jirani zake, na kile inachokifanya kwa majirani zao ni kujilinda. Wanasema kuwa ni self defense, ambayo walitoa taarifa awali kabla ya mzozo kabisa kuanza huu. Wajumbe wa Irani walikuwa wamefanya ziara karibu katika nchi zote za Mashariki ya Kati au majirani wote wanaomiliki kambi za kijeshi za Marekani, na kuwapa taarifa kamili kuwa ikibidi watafanya hivyo. Kwa hiyo hizi nchi zilikuwa na taarifa kamili, lakini kile ambacho kinakuwa gumzo Mashariki ya Kati ni kuwa inaonekana kuna mashambulizi mengine yanatoka nje ya kambi za Marekani. Mfano, kwenye hoteli kule Bahrain ilipigwa, lakini wamekuwa wakienda kwenye maeneo mengine ambayo wanapiga. Na vyombo vya habari kadhaa vya Irani, mfano jana na leo, vinaandika kuwa kuna mashambulizi ambayo Irani hawahusiki. Mfano, nikinukuu Tasnim News inasema kuwa Irani haikuhusika na shambulizi la drone lililopiga refinery ya Saudi Arabia. Sasa nani aliyehusika? Unarudi kwenye kile ambacho kimeandikwa na vyombo vya habari vingi vya Mashariki ya Kati kuwa
Saudi Arabia, Qatar ilikamata majasusi wa Israeli ambao wanapanga kufanya mashambulizi kwenye nchi za Kiarabu. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa huenda kuna mkakati maalum unatafutwa wa hizi nchi za Mashariki ya Kati ziingie moja kwa moja kwenye mzozo. Je, zitaingia upande gani? Manake zitaenda kumshambulia Irani, manake zitakuwa upande wa Marekani na Israel. Nani atafaidika? Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa vitu ambavyo vinatengenezwa na kuna vitu ambavyo ni halisi. Trump na Netanyahu pia wamekuwa wakitoa ujumbe kwa wananchi wa Iran watumie fursa hii, wakisema kwamba wanaweza kutumia fursa hii kubadilisha uongozi wa nchi yao, lakini mpaka sasa hakuna dalili za maandamano yoyote. Je, kuna uhalisia katika kutarajia mabadiliko ya kisiasa ndani ya Iran wakati nchi iko vitani? Binafsi nikitazama hilo naona limekwenda kinyume, na huenda ilikuwa ni matarajio makubwa sana ya ujumbe wa Israeli uliokwenda Marekani mara ya mwisho kabla ya mzozo. Walikuwa na uhakika kuwa Iran itavurugika zaidi kwa ndani, na hilo ndio lilitegemewa. Mashambulizi ya nje ya juu sidhani kama yanaweza yakaleta mabadiliko ya uongozi, na amelizungumza pia waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi kuwa ni vigumu sana kwa hilo kulitimiza. Kwa hiyo nguvu kubwa iliyokuwa inatumika ni kujaribu kuwaamsha watu wa ndani wa Irani wapindue serikali yao, lakini tunachokiona tamko la Donald Trump na Netanyahu limekwenda kinyume, kwa sababu maandamano tunayaona Iraki, maandamano tunayaona Bahreni, ambako kuwa wanaandamana dhidi ya Marekani. Yani imekuwa ni kinyume ya kile ambacho walikuwa wametarajia. Kwa hiyo kwangu mimi, kwa hiki kinachoendelea ni vigumu sana. Naona bado iko mbali sana kusema kuwa itafika kuondoa ule utawala, kwa sababu ni vigumu sana kubadili utawala wowote kama hujaweka buti chini. Labda ufanye kile ambacho walichofanya Venezuela, lakini bado kwa Irani ambayo Marco Rubio mwenyewe anakiri kuwa mfumo uliowekwa kwa Irani ni mgumu, kwa sababu nchi inaendeshwa kwenye mfumo, sio kwa sauti au sio kwa uamuzi wa mtu mmoja kama vile tunaona Marekani sasa inaendeshwa na Trump, kwa sababu anachoamua yeye ndio kinakuwa. Ukitazama kwa Irani inakuwa tofauti, nchi imesetiwa kwenye mfumo. Tangu mwanzo wa vita wameanza bila kiongozi mkuu, supreme leader, wala hakuna mkuu wa majeshi, wote wameuawa, lakini unaona kuwa huoni tofauti na uwepo na wasiokuwepo. Kwa hiyo ndio Irani ilivyo. Mubelwa, si muda mrefu sana Trump alikuwa akijinadi kama kiongozi anayependa amani na hata akaonyesha tamaa kubwa sana ya kutaka tuzo ya amani ya Nobel. Nini kimebadilika kwamba mpaka sasa hivi anaonekana kuongoza moja ya operesheni kubwa kabisa za kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati? Hakuna ambacho kimebadilika, ni watu tu ambao hawakuwa wakimfahamu. Trump anaposimama kuzungumza, anazungumza kulingana na hitaji la watu waliopo kwa wakati husika. Hilo ilikuwa ni kampeni nzuri ya kuweza kumpatia kura. Alikuwa anajiona kwamba ni rais mtaka amani, na kama nilivyosema, katika mwaka wake wa kwanza tu tayari alishadondosha mabomu kwenye nchi takriban 9, lakini watu wanakuwa hawalizungumzii kwa namna hiyo. Trump hajabadilika. Nafikiri ni watu, kama nilivyosema wakati wa uchaguzi ama wakati wa kampeni, ni kwamba Wamarekani wengi walitamani kumpata aliye bora miongoni mwa wabovu wawili, na walikuwa wanajaribu kuondoa mwendelezo wa yale ambayo waliaminishwa kwamba Joe Biden alikuwa anafanya. Kwa hiyo Trump alikwenda akawahimiza, akakusanya, kulikuwa kuna mpaka makundi ya Muslim for Trump ambao sasa hivi wengi wameanza kulalamika na kurudi kulalamika kwamba alichowaambia kwamba atakwenda kufanya sicho ambacho anakifanya hivi sasa. Kwa hiyo amekuwa hivyo. Ni mtu mzuri sana katika kusoma hadhira, alifanya kila alichostahili kufanya kwa sababu alijua kwamba kushindwa kwake kungempeleka jela, na alifanikiwa kwa kiasi chake. Lakini kusema kwamba alikuwa ana nia ya amani, haijawahi kuwa hivyo. Hata ukiangalia nafikiri juzi alikuwa anazungumza Hillary Clinton wakati anazungumza kuhusu masuala ya Epstein, akasema wakati mwingine kama mwanasheria, hebu angalia pattern ya mtu, historia yake inasema nini, anasema nini, na amefika wapi alipofika. Na ukiangalia hili kwa Trump, chochote kuhusiana na amani, amekuwa mara zote akitamani kuzungumza kuhusu kubomb, kuchukua, na amekuwa dhihirisho la kwamba anachokitaka yeye sasa ndicho anachokipata, na amesema mara zote kwamba tunataka tuheshimike kwa nguvu. Yani si kuheshimika kwa uwezo wa kukaa mezani, hapana, kwa vitisho na nguvu. Ndio maana naona ni ushuru, ni mabomu na vikwazo. Dr. Mwilima, Trump na Netanyahu wanasema kwamba vita hivi havitaendelea bila kikomo, lakini historia hasa Mashariki ya Kati inaonyesha kwamba migogoro mingi kama Iraq, Afghanistan na Syria ilianza kwa operesheni ndogo, kisha ikageuka kuwa vita kabisa kamili na vya muda mrefu. Kwa mtazamo wako, kuna hatari ya mgogoro huu kuwa mkubwa zaidi na kuwa wa muda mrefu zaidi? Nadhani hivyo. Tukumbuke tu hata vita vya Urusi na Ukraine vilianza kama operation maalum ambayo mtu unajua itachukua tu wiki moja labda umalize, lakini tunavyoona ni mgogoro ambao tumefika miaka 4 na kuna dalili zote ambazo zinaonyesha kwamba mgogoro huu unaweza ukawa mrefu, kwa sababu kama tunavyoona jinsi Irani inashambua sana
lakini tunaona kabisa kwamba Iran inaweza kujibu mashambulizi vizuri, na kama walivyosema mwenzangu Rahbi hapo kwamba nchi ya Iran inaundwa kwa mfumo, kuna mfumo na tukumbuke kwamba jeshi la Iran ni jeshi ambalo limegawanyika. Kuna jeshi ambalo jeshi la mapinduzi, alafu kuna jeshi la taifa. Sasa inavyoonekana sasa, kutokana kwamba wamemuua sasa huyu kiongozi wa juu Ayatollah, kwamba inavyoonekana ule ni mfumo ambao walishajipanga tokea mwanzoni, walishaona kabisa kwamba kuna vita vitakuja, kwa hiyo wakatengeneza yani ile chain of command mpaka chini, yani mpaka kiongozi wa mwisho kabisa atakapomaliza. Ndio tunachokiona katika vita hivi, kwamba ni uongozi ambao unaweza hata ukiondoa viongozi wa juu, hata ukiua viongozi wa juu, ni uongozi ambao yani unaweza kwenda labda mpaka umuue mtu wa mwisho kabisa. Sasa kama malengo ni kubadilisha utawala, nadhani malengo hayo bila kupeleka majeshi itakuwa ni ngumu sana, na tatizo linaloonekana sasa hivi ni kwamba hata wakisema kwamba waweze kubadilisha utawala au Iran waweza kuhimili vishindo na kwenda muda mrefu zaidi, kuna hatari kubwa sana. Sasa Iran inaweza ikaamua sasa kutengeneza silaha za nyuklia, kwa sababu tunafahamu kabisa yani kwamba mtu ambaye alikuwa anawazuia wa Iran kutengeneza silaha za nyuklia ni huyo Ayatollah Khamenei, ambayo alikuwa anasema kwamba ametoa ile fatwa ya kutotengeneza silaha za nyuklia. Lakini sasa ukiona jinsi kwamba wanavyoshambuliwa, kuna uwezekano mkubwa sana kwamba hata wakiweza kuvuka hiki kipindi, kuna uwezekano mkubwa kabisa ambao viongozi watakaokuja wakaamua sasa kusema tutengeneze sasa bomu. Kwa hiyo ni vita ambavyo vitachukua muda mrefu, na mimi nahisi kabisa kwamba Trump anaweza akakimbia kwa sababu kama tunavyofahamu alianzisha vita na Wahusi alipoingia madarakani, lakini baada ya kukaa wiki 2-3 na kuona kwamba viende vizuri, akaamua kuingia mkataba na Wahusi. Sasa hapa inategemea, hata kama akitaka kukimbia, Irani watakubali kusimamisha mapigano. Safi sana. Ndo swali hilo, na nimalizie na Rahbi hapa, kwa kutumia darubini yako ya uchambuzi, tutarajie nini katika siku chache au chache zijazo mgogoro huu? Je, kunaweza kuwa na mazungumzo mapya ya kidiplomasia katika kanda nzima, au aina fulani ya makubaliano mapya ya usalama katika Mashariki ya Kati? Bila shaka yanaweza kuwepo, kwa sababu nimeona ujumbe wa Omani umeanza kuzungumza kuhusu hilo, ambao walikuwa wao ni wasuluhishi hapo awali. Waziri wa mambo ya nje Badri Al-Busaidi, naona ofisi yake imeanza kuzungumza kuhusu hilo. Lakini kuna kauli ambazo Donald Trump amezitoa mara mbili katika mzozo huu. Alizungumza mara ya kwanza akasema Irani wanataka mazungumzo, Irani wakakanusha, hawataki mazungumzo. Amerudia jana, amesema kuwa Irani wanataka mazungumzo lakini wamechelewa. Kweli ni kuwa Trump anataka mazungumzo zaidi kuliko Iran wanapotaka mazungumzo. Kwa hiyo anataka kutafuta njia yoyote ya kulazimisha mazungumzo yawepo, lakini wale bado hawajataka kukaa sana kwenye meza ya mazungumzo. Lakini mimi kwangu binafsi sioni kuwa vita inakwenda mbali sana kwa kile kinachoendelea ndani ya Marekani. Hali ya uchumi ulivyovurugika Ulaya na dunia nzima inavyolia kutokana na Hormuz kufungwa, na washirika wake wa Mashariki ya Kati ambao ndio Marekani anakuwa ni dalali mkubwa wa mafuta na gesi, wote kuhitimisha uzalishaji na kupeleka. Kwa hiyo hasara kubwa itaenda kwa Marekani. Ndio maana nilikuwa nasema sioni vita ndefu. Marekani, Trump kwa sababu ni mtu ambaye huwa hana aibu kugeuka wakati wowote, atageuka tu muda wowote na kusema kuwa ili hatuwezi tukaenda mbele, kwa sababu kauli ya Marco Rubio jana mbele ya waandishi wa habari kuwa tuliingizwa kwenye vita, hatukuwa maamuzi yetu, itabaki kuwa hivyo hivyo. Naam, asante sana Ibrahim Rahbi. Huyu ni mchambuzi wa siasa za kimataifa aliyeko sasa hivi Umoja wa Falme za Kiarabu. Dr. Harrison Mwilima, mchambuzi wa masuala ya Ulaya akiwa Berlin, Ujerumani, na pia Mubelo Bandio, huyu ni mchambuzi wa siasa za Marekani akiwa Maryland. Asanteni sana kwa kuungana nasi mchana huu.